Hii ni JMTV. Karibu tuweze kuangazia ongezeko juu ya shinikizo la Urusi kuitaka Donbas, na mimi ni Cleophas William. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mara nyingine tena anajaribu kuinyakua Donbas kupitia mikondo ya kisiasa, kile ambacho ameshindwa kukamata kwa nguvu. Kulingana na Financial Times, Putin kwa mara nyingine tena anajaribu kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuishinikiza Ukraine kulasimisha eneo la Donbas Mashariki, eneo ambalo Moscow imelipigania kulikalia kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Gazeti hilo limeripoti kwamba wakati mkutano wao wa mwisho, Trump alimtaka Rais Volodymyr Zelensky kumpa Putin Donbas nzima, eneo linalojumuisha mikoa miwili ya Ukraine, mikoa ya Donetsk na Luhansk, pamoja na maeneo ambayo bado yanadhibitiwa na Ukraine. Naye mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, mpatanishi mkuu wa Trump katika Kremlin, imeripoti aliwaambia wajumbe wa Ukraine kwamba Donbas inapaswa kusalimu amri kwa sababu hasa inazungumza Kirusi, akirejea mojawapo ya mistari ya zamani ya kipropaganda ya Kremlin. Kwa hivyo, Donbas ni nini na kwa nini Urusi inahusika nayo, na Donbas iko wapi? Donbas ni eneo la kihistoria mashariki mwa Ukraine. Neno Donbas ni kifupi cha bonde la makaa ya mawe la Donetsk, lililopewa jina la mto wa Donetsk na Siversky unaopita katika eneo hilo. Neno hili limekuwa likitumika tangu karne ya 19 na limerejelea sio tu maeneo ya kisasa ya Donetsk na Luhansk, bali pia sehemu za Oblast ya Dnipropetrovsk ya Ukraine na hata maeneo ya kusini Urusi, ambapo mto Siversky Donetsk ya Ukraine na hata maeneo ya kusini Urusi ambapo mto Siversky Donetsk pia unatiririka. Eneo hilo linajulikana zaidi kama kitovu cha viwanda vya uchimbaji wa makaa ya mawe cha Ukraine, ishara ya tasnia nzito nchini humo, na bado sehemu za Donbas ni za kilimo na mashamba mengi yanazunguka vituo vyake vya viwanda. Donetsk na Luhansk, majimbo mawili ambayo hufanyiza kitovu cha Donbas, kwa muda mrefu yamekuwa vituo vya nguvu vya kiuchumi vilivyojengwa kwa makaa ya mawe, chuma na mashine. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vilianza si mwaka 2022 bali mwaka 2014 kwa kuchukuliwa kwa Crimea na uvamizi wa Donbas, na ndio maana wa Ukraine mara nyingi hurejea 2022 kama mwanzo wa awamu kamili ya vita ambavyo tayari ilikuwa ikiendelea kwa miaka. Tangu mwanzo, Moscow ilijaribu kuficha uchochezi wake, huku ikijivunia kunyakuliwa kwa Crimea, ikikanusha kuhusika katika vita vyake huko Donbas, ikiendeleza hadithi ya uoga ambayo inadaiwa kuwa watenganishaji wa ndani walihusika na mapigano. Kwa kweli, hakukuwa na harakati za kweli za kujitetea. Jamhuri za wakala zilikuwa ubunifu wa Kremlin, zikiwa na silaha zilizofadhiliwa na kuelekezwa kutoka Moscow kama sehemu ya kampeni pana ya kuvuruga Ukraine. Kwa sehemu kubwa, historia ya kisasa ya Ukraine, Donbas ilikuwa injini yake ya kiuchumi. Kabla ya uvamizi wa Urusi, majimbo ya Donetsk, Luhansk yalikuwa makazi ya mamia ya mitambo ya metallurgiska, makaa ya mawe na kemikali ambayo ilisafirishwa nje ya nchi. Vita vya Urusi vilibadilisha kila kitu. Kazi ya mengi ya makampuni haya ilisimama, huku mashambulizi ya Urusi yakiharibu mali ya viwanda, mamilioni ya wenyeji wakikimbia uhasama, na vizuizi kati ya Ukraine na maeneo yaliyokaliwa na Urusi yakikomesha biashara. Uvamizi huo ulisababisha kushuka kwa mauzo ya nje ya Ukraine ya kimataifa na uwekezaji wa kigeni. Kati ya mwaka 2014 na mwaka 2021, kituo hicho cha utafiti kilikadiriwa Ukraine ilipoteza dola bilioni 102 kutokana na vita huko Donbas, karibu 8% ya pato la taifa la kabla ya vita kila mwaka. Bado biashara nyingi ziliendelea kufanya kazi licha ya mstari wa mbele uliosogea baada ya 2022. Hata hivyo, mapema mwaka huu, mgodi muhimu wa makaa ya mawe wa Donbas ulilazimika kufungwa kutokana na maendeleo ya Urusi katika eneo hilo, ambapo huo ulikuwa mgodi wa mwisho wa kutengeneza makaa ya mawe nchini Ukraine na kuleta pigo kwa uchumi wa Ukraine. Gharama ya binadamu ya vita imekuwa kubwa sana katika eneo hilo. Kati ya mwaka 2014 na Disemba 2021, takriban raia 3,400 na wanajeshi 4,400 wa Ukraine waliuawa huko Donbas. Kulingana na data ya Umoja wa Mataifa, takriban 20,000 walijeruhiwa. Takriban watu milioni 2 walilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano hayo. Takriban idadi sawa ya watu waliendelea kuishi chini ya umiliki wa Urusi, huku kukiwa
kukiwa na umaskini, mafundisho ya Kremlin na mizozo ya risasi mbele, huku Ukraine ikipambana na mashambulizi ya Urusi. Tangu mwaka 2022, Urusi imeharibu miji na vijiji vingi katika eneo hilo, na huko Mariupol pekee, ambayo ilikuwa makazi ya takriban watu 500,000 kabla ya uvamizi kamili wa Moscow, makadirio yanaonyesha kuwa Urusi imeua hadi raia 75,000. Unapozungumza kuhusu mkoa wa Donetsk kama keki ya moto inayoweza kupitishwa, Oleksii Ledka, mwandishi wa habari wa eneo hilo kutoka Kramatorsk, ambaye sasa anahudumu katika kikosi cha 92 cha mashambulizi cha Ukraine, aliambia Kyiv Independent mwezi Agosti, nataka wakumbuke kuwa kila mtu hapa ana familia yake, ana wapendwa wao, ana matumaini na matakwa ya maisha ya amani na mustakabali wa watoto wao kama mtu yeyote popote duniani. Wakati Putin, Trump wakijadili mipaka siku za usoni ya Ukraine, wakaazi wa jimbo la Donetsk wamegawanyika juu ya kile wangekubali kumaliza vita. Mojawapo ya hadithi za kale zaidi za Moscow ni kwamba Donbas kiasi ni mali ya Urusi kwa sababu wakazi wake wengi wanazungumza Kirusi. Kwa kweli, lugha haijawahi kusawazisha utaifa wa mwelekeo wa kisiasa. Kabla ya mwaka 2014, idadi kubwa ya wakazi wa Donetsk na Luhansk walitambuliwa kuwa raia wa Ukraine, ambapo kura za maoni zilionyesha mara kwa mara kwamba wengi walitaka kubaki sehemu ya Ukraine. Urusi kwa muda mrefu imekuwa ikitumia uhusiano wa lugha kuhalalisha uchochezi wake, lakini kuzungumza Kirusi haimaanishi kuunga mkono Moscow. Kura ya maoni iliyofanywa na taasisi ya Razumkov yenye makao yake mjini Kyiv kati ya Aprili 24 na Mei 4 mwaka 2025 iligundua kuwa 82% ya wakazi wa Ukraine wanaozungumza Kirusi walionyesha mtazamo hasi kuhusu Urusi. Madai ya Urusi kuokoa wa Ukraine wanaozungumza Kirusi hayajumuishi mbele ya uharibifu ulioenea, ambapo mipaka mingi ya kupuuzwa na uharibifu wa vita pia imeacha maeneo yanayokaliwa na Urusi katika eneo la Luhansk na Donetsk, na miundombinu inayofanya kazi kwa shida na kusababisha shida ya maji katika majira haya ya joto ya mwaka 2025. Donbas inahusishwa kama ngome ya kijeshi kwa sababu ya kweli nyuma ya nia ya Putin ya kupata Donbas inawezekana ni ya kijeshi kwa asili. Kufikia katikati ya Agosti 2025, Urusi ilikuwa imechukua 19% ya eneo la Ukraine kulingana na Reuters. Oblast ya Luhansk inatawaliwa kabisa na Urusi, huku vikosi vya Ukraine vinaendelea kusimama kidete katika sehemu ya Donetsk takriban kilomita za mraba 6,600 sawa na maili za mraba 2,550 ikijumuisha miji muhimu ya Pokrovsk, Sloviansk na Kramatorsk. Kwa Putin, udhibiti kamili wa mkoa wa Donetsk ya Ukraine bado ni hitaji kuu. Kama mchumi alivyosema, sababu halisi iko katika kile kinachoitwa ukanda wa ngome wa Ukraine, umbali wa kilomita 50 sawa na maili 31 wa miji yenye ngome nyingi kutoka Sloviansk na Kramatorsk hadi Drohikivka na Kostiantynivka. Mtandao huu wa ngome, mitaro, maeneo ya migodi na vizuizi vya kuzuia tanki umeendelea kuimarishwa tangu 2014 baada ya Bakhmut kuchukuliwa mwaka 2023, ambapo Ukraine iliongeza juhudi zake ili kuimarisha njia hiyo. Waziri wa zamani wa ulinzi Andriy aliambia The Economist kwamba rasilimali nyingi zilimwagwa kwenye mtandao wa ulinzi na kuzigeuza Sloviansk na Kramatorsk kuwa miji ya ngome, vituo vya vifaa na ngome za viwanda ambazo hadi sasa zimepinga maendeleo ya Urusi. Kulingana na Financial Times, wakati wa mkutano wake na Zelensky, Trump alirudia hoja za mazungumzo za Putin, wakati fulani akipinga matamshi yake ya hivi majuzi kuhusu udhaifu wa Urusi. Licha ya baadaye kudai hakuwa amemwomba Zelensky kumwachilia Donbas, mkutano huo ulisisitiza kutoharibika kwa msimamo wa Trump na uwazi wake wa kujibu matakwa ya Putin ya upeo wa juu. Kwa Kiev, wazo la kubadilishana sehemu za Donbas bado chini ya udhibiti bado halifikiriki, na hii inamaanisha kusalimisha eneo ambalo Moscow imeshindwa kuliteka tangu mwanzo wa uvamizi wake